Nikiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya kati, bila kumung'unya maneno, kwa tarehe hii ya leo, yote haya ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi hii, mambo yamekuwa hayaeleweki. Viongozi wetu wanazunguka kila kona, viongozi wakuu baada ya kuchaguliwa, lakini tumeona kila wanapozunguka na kwenda, tunaona wakitembea na jambo ya reforms no election, no reform no election, na wanapotoka kila mahala kufanya mikutano, baada ya kuondoka katika mahala hapo hakuna kitu kinachoendelea. Sasa kwa kuwa hakuna kitu kinachoendelea, nini kifanyike? Maana yake hatutoi ushauri kama sisi viongozi. Nyuma, muda mchache uliopita, wiki mbili zilizopita, nilikishauri chama nikiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya kati kama kiongozi mwenzao ambaye tunaweza tukashauriana na kuendelea kukijenga chama chetu cha demokrasia na maendeleo. Lakini baada ya kutoa maoni yangu hayo kama jinsi kama jinsi ambavyo katiba inavyotutaka sisi viongozi wa chama na wanachama kwa ujumla, kwamba kila mtu ana uhuru wa kuchangia maoni yake na mawazo yake, badala yake unakutana na kauli za matusi ambazo za watu waliojikita kuandaliwa kwa ajili ya kuwatukana watu ambao wanataka kukijenga chama hichi pendwa. Sasa kwa sababu hizo ambazo zinaendelea sasa, kana baadhi ya viongozi waliokuwa wakikilea chama hichi kwa miaka 30 iliyopita na wakatufikisha hapa, baadhi ya viongozi waliokuwa wakikilea chama hichi kwa miaka 30 iliyopita na wakatufikisha hapa, basi wakumbuke ni wapi ambapo wamesema maneno yasiyofaa na yasiyokuwa na tija. Warejee wakamuombe msamaha aliyekuwa mwenyekiti wao Mheshimiwa Mbowe, ya kwamba samahani kwa tuliyasema kwa sababu tulikuwa tunaomba kula tu, kwa hiyo tunaomba tusamehe, vinginevyo dhambi hii ya kumsema mwenyekiti huyu ambaye ndiye kwa kusema kile ambacho kiko wazi, sisi sote tumepatikana baada ya kuwa uongozi wake kwa muda huo aliokuwa nao akifikisha chama hapa kilipo. Kwa hiyo tusingestahili kumlaumu wala kumshutumu kwa lolote, bali tungemuenzi na kusema kwamba bwana, tunakuheshimu, hapo umetufikisha, basi wacha na sisi tuendelee na kazi hii. Kwa hiyo niombe ya kwamba watakaposikia hichi warejee na kukumbuka. Wasipokumbuka, hiyo itakuwa ni dhambi kwao na itawatafuna, hawataweza kusogea. Naomba